Sankale Ole Nasieku, katibu wa chama cha DCP kaunti ya Nakuru. Tuna furaha sana siku ya leo wakati ambapo kongamano la imams ikiongozwa na spokesman Sheikh Ali Kariuki wamekuja hapa na viongozi wa Council of Imam, kongamano la imams kutoka taifa la Kenya, na wamesikia sauti ikisema kwamba kukaa katika UDA ni kupoteza. Na siku ya leo wamesema kwamba wamejiondoa kwa UDA na wamekubali kuingia katika chama cha Rigathi Gachagua cha DCP. Hapa ninafurahia sana kwa kuwa wametoa mambo mengi sana ambayo yamefanya waweze kutoka katika UDA. Wamesema kwamba wamekuwa katika hali ya kunyanyaswa katika mambo ya uajiri. Wamesema kwamba hakika kama Waislamu wameona taifa la Kenya ni kwamba ni serikali ya cartels. Wamesahau mambo ya bottom up, imekuwa ni top down, ambapo watu ambao ni wa mashinani wamesahaulika. Na hata kabisa tunaona kwamba Waislamu katika kaunti ya Nakuru wamesema ya kwamba walisahaulika, na wakasema kwamba baada ya kuweza kuzungumza, kusikiza ground, wamesema UDA wameondoka na sasa hivi wameingia katika DCP. Sisi tunawakaribisha kutoka kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Waislamu wote wajisikie wako katika nyumbani katika DCP, chama cha Rigathi Gachagua His Excellency, ambaye yeye ni mwenyekiti party leader wetu na ni msema ukweli. Pia nikiongezea, ningependa kusema ya kwamba tumeona kwamba siku ya leo party leader wetu amekuwa katika Narok East constituency na amepokelewa kama shujaa. Tuliona kwamba pia alikuwa jana katika eneo la Kajiado, na tunaona kwamba kuna watu wengi wametoka katika UDA, wametoka ODM, wametoka Jubilee, wameingia katika DCP. Na hata siku ya leo tunasema kwamba kuna matisho ambayo alikuwa ametolewa na mbunge wa Emurua Dikir akisema kwamba His Excellency Rigathi Gachagua asiende katika eneo la Emurua Dikir. Tungependa kumwambia kwamba huyo mbunge wa Emurua Dikir ambaye alifuliza pesa zake ili aweze kuchaguliwa mbunge wa Emurua Dikir, na tunajua njia waliotumia ndio ilikuwa njia nzuri, ilikuwa ijapokuwa tulipata 10,700. Tunataka kukuambia wewe mbunge wa Emurua Dikir, usisahau ya kwamba Susan Kihika katika mwezi wa pili mwaka huu alikuwa ametoa matisho ya kwamba His Excellency Rigathi Gachagua asikuje katika kaunti ya Nakuru, lakini tarehe 27, tarehe 28 mwezi wa pili His Excellency Rigathi Gachagua alikuja katika kaunti ya Nakuru. Hatujasahau yule ambaye ni mbunge wa Kikuyu Kimani Orange alisema kwamba Rigathi Gachagua hata kanyaga Kikuyu constituency, lakini tunaona kwamba kule katika Kikuyu constituency katika Kiambu County His Excellency Rigathi Gachagua aliweza kuingia pale kama shujaa. Na hata sasa hivi tunawaambia viongozi wale walioko katika kaunti ya Nakuru, hatutasahau ya kwamba wiki hii tarehe 14, tarehe 15, Jumapili, Ijumaa na Saturday ya kwamba His Excellency Rigathi Gachagua amekaribishwa katika kaunti ya Nakuru. Na tunajua kwamba katika siku hiyo tunajua kwamba maelfu na maelfu, tukiomba ndugu zetu hapa Waislamu tarehe 14 na tarehe 15 muweze kuwa pamoja nasi na wale maelfu na maelfu ya Waislamu katika kaunti ya Nakuru. Tunaomba kwamba kuanzia eneo la Naivasha kuelekea Gilgil, kuelekea katika Nakuru Town West, Nakuru Town East, na siku ya pili tuelekee katika eneo la Njoro, Molo, Elbago, katika sehemu za Rongai. Tunaomba kwamba mjumuike pamoja na sisi, tumkaribishe His Excellency Rigathi Gachagua. Nyinyi Waislamu tunawaambia kwamba katika DCP ni chama ambacho hakina ukabila, ni chama ambacho hazina discrimination. Rigathi Gachagua amekuwa akishtakiwa kwamba yeye ni mkabila. Sisi hapo unapotuona kama chama chetu cha DCP, unaona kwamba mimi ndio Secretary General wa DCP kaunti ya Nakuru, mimi ni Mmasai. Tunaona kwamba kuna mmoja wetu hapa anasimamia akademia anaitwa Dr. Wino, tunaona yeye ni Mjaluo. Tumeona kwamba hapa katika chama yetu kuna Wakisii, tumeona kwamba kuna watu wa makabila yote. Hata the national face ya DCP ni chama cha kitaifa. Kwa hivyo nyinyi Waislamu tunawaambia kwamba mjiunge pamoja na sisi. Pia tunakemea matamshi ya yule waziri wa afya anaitwa Duale, alikuwa anatuita kwamba sisi watu wa Mlima Kenya na Wakenya ya kwamba sisi ni mafisi. Na nyinyi kama Waislamu tungependa mumkemee Duale kwa maana anatuita sisi mafisi. Lakini hata kama alituita mafisi, tunasema kwamba fisi kuna kitu moja huwa afanyi. Sisi huwa kuli mtoto wake. Kwa hivyo na Kasongo amekuwa akikula watoto ya. Kwa hivyo sisi hata kama tumekubali ni fisi, His Excellency Rigathi Gachagua amesema
2027 tutaweka ile coalition of haina ambapo tutahakikisha kwamba 2027 tutamtafuna hadi ya kwamba mwishowe aelekee kule Sugoi. Kwa hivyo sisi kama DCP tunasema sisi ni watu wa one term. Unasema nini one term? Semeni one term. Semeni one term. Ukiguza Rigiji unaguza nini? Stima. Ukiguza Rigiji unaguza nini? Stima. Kwa hivyo sisi tunamwambia Kasongo ujue kwamba Wakristo, Waislamu na dini zote zimeshikana pamoja, wakikuambia kwamba hata mkae kule Naivasha mtengeneze hiyo bread based serikali yenu pale, mjue kwamba mnapoteza wakati, kwa sababu ile mkate ambao mnajaribu kutengeneza pale, hata kama mtaweka blue band, hata mtaweka jam, hiyo mkate imeoza, na 2027 Wakenya wataitapika ili tuchague serikali kiongozwa na His Excellency Rigathi Gachagua. One term. Tiana tumekubali. Kwanza mimi mtu wa kwanza ni timu Mafisi, kwa sababu kwetu sisi hata saidi kukupeleka ni kichaka. Kwa hivyo sisi ndio ofisi, si watu wa pande hii. So acha tukue Mafisi wenye tunapelekea watu wetu, lakini tusikue Mafisi wa kuchukua na sisi tukujiwekea kwa mfuko. Ya mwisho, Mr. Rigathi Gachagua, uko na huruma, najua utatuhurumia sisi because wewe ndio umetupea direction. Vile umetupea direction na ukatuhurumia, tunaomba utushike mkono. Majority of our elders, wazee wetu elders hawajasoma, hawajui direction yenye wanapelekwa. Watashikwa tu mkono wakiambiwa ni direction because this person is a clan of that person. Watarudi hapo. Tusikize sisi kama vijana, kama wamama, because wamama na vijana ndio tunajua the problem at hand. Na tunaomba utuhurumie, utupe mwelekeo, kwa sababu sisi tumejileta, si ati nusu mzima kwako. I thank the DCP office because umetu accommodate, na ni ofisi mzuri sana. Hapa sasa ni nyumbani. Hakuna mtu anafungiwa. Ukitoka wapi, mlango ndio hiyo. Ukirudi wapi, mlango ndio hiyo. Na wametukubali na wakatukubali na roho moja. Na mimi wadi yangu ya mwisho nitakuombea Mwenyezi Mungu akupe nguvu, kwa sababu tayari sasa hata sisi tuko kwa mgongo wako. Utuongoze na utupeleke vile umetufungua macho kama the lost sheep. Utuongoze na utupeleke mahali penye itafikia mwisho, na hiyo ni 2027 one term. Harambee. Harambee. DCP. Harambee. Skiza ground. DCP. Uza Rigathi. Uza stima. Uza Rigathi. Uza stima. Uza Fisi. Uza stima. Uza Villager. Uza stima. Uza DCP. Uza stima. Uza Wakenya. Uza stima. Asanteni. We are all Kenyans, and the Kenyans are one. We don't want to be divided by the government that does not recognize, the government does not respect, the government that does not listen to the will and wishes of the Kenyans. We are saying we are all prepared, and we are preparing. And that's why we are bringing all Kenya together, because we have decided that come next year, August 10, 2027, we shall be replacing the government, the current government, with the new government, which will be headed by our party leader, Rigathi Gachagua, under the umbrella of Kenyans. And we want to say, as DCP, we are recognizing the United Opposition Alliance, and we ask our dear brothers and sisters who are of the same idea that we want to replace this government, which has no respect, which does not recognize, which does not listen to the will and wish of the Kenyans, by a democratically elected government which would like to show the current regime how Kenyans should be governed. Asanteni sana. Thank you.